Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Pam. I'm Eva. Please subscribe, share, comment, Like. hit the notification bell. We'll appreciate so much. Please join us and support us. It's our plea. Please support us by subscribing. Tafadhali tunawaomba. Subscribe. Yes. Okay, today we have a story to share. Yes. It's a personal story, but with a lesson. Sure. Yes. Eva here will share with us a story that she experienced in life once a time. Yeah. So let's listen. Okay, my story is a bit challenging. It's the most challenging situation in life that I've ever found myself in. It was immediately after high school when I joined college. Now I joined a certain group called Kenya Youth for Christ. This group, you're used to go to do volunteering. So you are going to do some counseling in high school in groups with young people. So in this year, it was the year 2011, we were very happy. You can imagine being told that you're going to another country. And it was always my desire to go to another country. Do you know why? Why? Because I was this very girl who really wanted to see a border. You can imagine that was the main purpose. Not even experiencing things of the other country. It's just to see the border. The border. Yeah, because I remember in this year, I had not gone far. The farthest place I had gone. It's Chogoria. I remember you telling me that. Yes, and gone to Chogoria, had never gone to Nairobi. So you can imagine how happy I was. So we were called, and the journey was to begin in a very fast way because the dates that we were given were changed. So we were called in the afternoon. We were asked to travel. Now we were traveling people from all over the country. That is Kenya Youth for Christ had different groups in different places. Let me cut you. Yes. Does this organization was paying for you, or where did you get the money, or what was? No, yes, everything was being provided, but this time loud, we were to pay for ourselves. Oh. Because going anywhere else in the country was free, but this round we are going outside the country. Then who paid for you? Are they the parent or? No. So you were given forms to raise 15,000. Jesus. You can imagine, in my life, I never had 1,000 for myself. And you are hoping, you're believing to get this 15,000. I was very strong in faith, and I believe that God will provide. So I took my form, went to church, and gave it to my church. The church raised around 9,000 for me. Wow, that's awesome. Yes. Now, the rest, I was able to raise in school because I just joined college. So I went to the director, contributed to me. I feared nobody because my intention was to raise this amount so that I can travel. You know what? One thing that I did, I never told my parents I'm traveling. Why? Because I knew they will discourage me. Okay. They will tell me, we can't support you in any way because we do not have money. So I decided to keep it for myself until I raised the money. Now I raised the money through contributions from friends, and I was able to get over 15,000. So in this group in Meru, not many were able to raise this money. It was just a single friend who was able to raise this amount. So the day came, we traveled from Meru to Nairobi now. The Nairobi I don't know. We were able to go from 2, by evening we were there in Nairobi. But do you know what happened? What happened? This journey was full of challenges. We were able to reach to Nairobi around 7. And at this time, there were some people who were waiting for us there so that they can give us the way we read the directions. In fact. But do you know what happened? We did not find them there. So
these people failed us. We had to find our own ways to Eldoret. My friend, you know what? We had never traveled to Eldoret. Now I'm with my small friend. She was young than me. Remember, me like a village girl. Hajaifika Nairobi, sijaienda mahali yoyote. Tuko hapo na bags na hatuna pesa. Na wewe sasa rafiki yako wewe ndo anaaminia anaaminia kuna mtu wa you can imagine. Sasa tukaenda tukapatana na watu wenye ubeba mizigo Nairobi. Sasa hatujui stage. Nikaambia huyo rafiki yangu wacha tumwambie atubebe atupeleke stage na tunajua ni wapi. Now we asked this guy to carry our luggages, but you don't know what he said. It costed us 100 bob. Nikamwambia hapana, ni hapa tu karibu. Ni 80 bob. But since hakuwa na mambo mingi akatambia ni sawa. Do you know what happened? It was a second distance. Akatufikisha. Tuambie unaona niko nakwambia ni vile tumeona tu tutaibebana na mizigo ni usiku. So in short tukapata gari around 8 tukaenda Eldoret. Tukienda Eldoret tunangojewa huko. So tulikuwa tufike tupatane na watu wanatungoja. Were you communicating with those people? Yes. They were still members of Youth for Christ, but from a different place. They were Eldoret Youth for Christ. But do you know what happened? Tukafika huko usiku ya around 2. Sasa tukifika tu tukiwapigia simu hawachukui. Oh my. Na hatujui tunaenda wapi. Mimi nimekwambia niko na ushamba fulani. But umesema along the way mmekuwa mkicommunicate. Yes, tumekuwa tukicommunicate, lakini wakati tumefika pale tukipiga simu zinaitana lakini hazichukuliwi. Zingine zimeenda off. Sasa hiyo ni around 2 am. Walikuwa wamelala. Walikuwa wameshalala. Akasema tutajipanga somehow sijui. So what happened? Tukafika pale na hatuna mtu wa kutuchukua. Tukakaa hapo nje. So like tukatafuta mahali tunaweza enda ni wapi? Hatufikiri. Unajua mtu akiwa na ushamba afikiria lojini zinalalangwa na watu wazuri. My friend. So hiyo wewe ni this good girl, but ni ushamba mingi. So what happened? We headed up, staying awake outside. Tukapatana na watu wa taxi. Wakatuambia tuingie kwa gari. Tukadecide wacha tuingie, hatuwezi lala tumesimama mahali nje. Tukakaa hapo kwa gari yao usiku tukakaa. Then the worst thing, unajua nini? Kiwasiwasi. Tuliacha bag nje, tukaingia ndani ya gari. Hatukuwa tunafikiria zinaweza ibiwa. It was really pathetic if I can say that. So finally, what happened? Tukakaa pale, wakapata customer. Tukaambia shukeni, tupeleke customer kwanza. Tukashuka. Tukakaa nje, customer akabebwa, wakarudi. Tukaambia tuingie kwa gari tena. This round tulikuwa tumechanuka kidogo. Tulikuwa tumeshapata experience. Tukachukua bag tukaweka ndani ya gari. So this round tulikuwa na confidence fulani eti sisi tuko sawa, tuko ndani na bag zetu. So finally kukakucha. Lakini kabla kukuche hawa watu wameanza kutuliza maswali, mnaenda wapi, kwa nini mnakuja usiku, si like hatujui kwa nini mnaenda mahali ya mjui. Then what we did, we told them that yes, some people are waiting for us. We did not want to give them a lot of details because we felt tukiwaambia tunaenda outside the country watasikia kama tuko na pesa na tuna so in short tukawaelezea tunakuja huku. Ni wale watu walikuwa wanatungoja hawaja tukujia. Wakatuuliza nyinyi ni wa Kristo ama nini? Tukamwambia tunakuja huku na tunaenda mission. Hatutaki kuambia tunaenda nchi nyingine. So at the end of the day wakatuambia tuambie verses za Biblia, tukawaombea. Anaambia funikeni Biblia na mtuambie zenye mnajua. That's what we did. The good thing tulikuwa tunajua Bible verses. So tukawaambia verses, wakatuambia tukawaombea, wakasema wameokoka. Kama mmoja akatuambia alikuwa anatesa bibi yake lakini from then atamtesa tena. Wow. So at the end of the day what happened is that these people released us when the night was over.
wakashukuru, wameokoka, all these things happened. But saa asubuhi kafika, tukaenda marichukua tunaenda na finally tuka travel. Kufika sasa tukaenda tukavuka boda zote tukafika Burundi. Tulikuwa tunaenda Burundi. Kufika Burundi, nikasikia acha niende for a short call. I left my luggage zilikuwa kwa gari, lakini sasa nikaacha my document with my friend. Na ni so chenye nilibaki nacho ilikuwa like 20 bob like ya huko na kasimu kangu kamwizi. Sasa sinajua sasa kila kitu imebadilika huko, wezi tumia line ya Safaricom. So mimi nikaenda nikirudi wameshaondoka. Jesus. Now that was the most painful part of the journey. You can imagine you're in a foreign country and you do not have any way to communicate to these people. So these people from this country when wako kwa border, sasa wakaanza kuniambia wewe fanya aje, nunua line uwapigie simu. So then I'm like kuwapigia ningewapigia, sorry ni sina pesa ya kununua line, sina pesa ya kununua ya time. So nikakuwa confused kuongea, nikanyamaza. I just cried inside and prayed to God, Mungu nao ni wewe. So hapo uko stranded. Niko stranded and I just kept quiet, nikafunga macho. After some time nikaona mmoja wao amerudi. Kulikuwa na kijana mmoja akarudi mbio akaniuliza, Eva, where did you go? Kwa nini tulikuacha? Nikamwambia what happened. So finally tukaenda, hawakuwa mbali, walikuwa naekewa gari mafuta lakini ka distance kwa mbali kidogo. So finally tukawafika kwa gari. Now that's where the other thing happened. A bad thing. They laughed. Wakanicheka. Angalia wako na ushamba, angalia vile yako ameachwa huko nyuma. So I felt pain and cried. I cried so much. I felt irritated. Yani nilisikia tu kuwachukia. Lakini after some time nikakuwa relieved. So ndio nikauliza rafiki yangu, kwa nini mlienda na mkana documents zangu? Sijui nini niliwa distract. So walikuwa wameshaenda na wakanisahau. Lakini siwaraumu. The worst thing, I was sitting in a sitter room. Oh, that's the problem. Yeah, so kila mtu akiambiwa angalia rafiki yako kama hako, so mimi sikuwa na rafiki wako kuniangalia. Hiyo sasa ndio shida. Yeah, it's the person who was taking us there, they realized nilikuwa nakaa nyuma yake, siko. Yes. So I felt pain, nikaenda tu nikiwa na zile mahasira, but finally nikakuwa relieved. I trusted in God so much that hakuna kitu mbaya inge happen. Lakini the worst thing I was remembering, we are in the most corrupt back then. Yeah, ilikuwa corrupt. So nilikuwa tunaambiwa hivyo. Si eti nilikuwa najua. So nilikuwa na wasiwasi nitafanywa nini na askari. Yeah, so that's what happened. But at the end of the day, journey ilikuwa poa. Tukatravel na tukafanya mission ikakuwa poa. That's a nice story. Yeah. Me personally nimeenjoy. You the viewer, drop your comments there. Tafadhali subscribe, share, comment. We love you so much. Bye bye. Bye.